الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، من صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكمه التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، في نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه بلغ الفائز المتقون. Tukufu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia na kumsalimu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu, lakini kadhalika nikiwahusia ndugu zangu Waislamu juu ya jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kufanya hivyo ndio kufaulu katika mgongo huu wa ardhi na akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimefanywa kuwa wa kwanza kuzungumza katika muhadhara wetu huu kwa siku hii ya leo katika masjidi hii, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa tanguliza shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kisha kwa wenyeji na Waislamu, hasa kabisa Sunna wal Jamaa, kwa umoja wenu na kujitoa kwa ajili ya kusikiliza maneno ambayo yanatengeneza mioyo yetu, lakini kutengemaa kwa mioyo yetu ndio kutengemaa kwa akhera zetu, na ni jambo ambalo Muislamu anahitajia mno kila siku, bali kila wakati. Muislamu anahitajia kuingiza kitu kipya katika nafsi yake na kuwaidhishwa na kukumbushwa na kuonywa na kuelekezwa. Hayo yote Muislamu anahitajia kwa kila siku, kama anavyohitajia kula na kunywa, kwa sababu ndio uhai wa maisha yake. Kujua mambo ambayo yanasimamisha dini yake ni uhai wa mwanadamu, na kinyume cha hivyo ni hasara iliyokuwa kubwa fi dunia wal akhirah. Lakini pia tuwape pongezi watu wa Kimamba kwa ujumla katika wilaya yetu hii ya Kilosa juu ya kusimamia na kushikamana kwenu na njia iliyokuwa ya sawa ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuachia, lakini kadhalika mahalifa wake ambao walikuwa bora
walikuja wakisimamia jambo hilo mpaka hivi leo sisi tumebakia nalo. Jambo hili ni jambo ambalo linahitajia sifa katika mji huu na sehemu nyinginezo, kwa sababu ni jambo ambalo linalopigwa vita mno na ni jambo chungu mno katika jamii za watu ambazo tunazoziishi, kwamba leo imekuwa yule ambaye mwenye kujisibisha na sunna, yeye ni mwana sunna, amekuwa anakutana na maswali na mabalaa na matatizo ya aina mbalimbali, kama ilivyoelezwa kwamba itakuja zama, itakuwa yule ambaye mwenye kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa kana kwamba ameshika kala moto. Yani hatari ambao atakayokutana nayo na mabalaa ambayo atakayokutana nayo. Na jambo hili limepatikana katika zama zetu hizi. Ni watu ambao wanapigwa vita mno katika jamii, na wao wanaonekana kwamba wao wamekuja na jambo jipya, na katika maadui hao wako ndani yake maadui wa ndani ya Uislamu ambao wanaowapiga vita, lakini wakichangiwa pia na maadui wa nje ya Uislamu wakiwapiga vita hao Ahlusunna. Kwa hiyo hili jambo kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha na kubakia madhubuti katika jambo hili, anatakikana amwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati, Allah amthibitishe. Na tumeona kuna baadhi ya watu baada ya mambo yalipokuwa mengi na mabalaa kuwakuta, wakaona kwamba jambo hili si la kwangu, akaamua kuacha sunna. Au mwingine akawa imma, yani yeye mpataji mkumbo, kwamba akisikia kelele huku anasema basi na mimi nipo, na akisikia huku na mimi nipo, yani hataki kuonekana yuko huku au yuko huku, yani yeye popote kule anakwenda. Wengine walifikia hatua kama hiyo, au wapo wamefikia katika hatua kama hiyo.